Maafisa waliostaafu wapatao 145 waliokuwa wanafanya kazi katika manispaa ya Kitale iliyovunjwa wametoa wito kwa Jaji Mkuu Martha Koome na Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi kutathmini kwa kina barua walizotumia kwao wakilalamikia kucheleweshwa kwa haki ya malipo yao ya kima cha shilingi milioni 95 hata baada ya mahakama kutoa uamuzi wake wa mwaka 2005. Wakizungumza kwenye mahojiano na wanahabari mjini Kitale, wazee hao wakiongozwa na katibu wa muungano wa maafisa waliostaafu Kennedy Oduor wamelitaja suala hilo kuwa la ukatili wa kiuchumi kwa watumishi wa umma waliotoa huduma zao kwa uaminifu mkubwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa maafisa hao Festus Kisikwa amesema tayari maafisa wapatao 46 wameaga dunia kutokana na maisha magumu, matatizo ya kiafya na kifedha ambayo yamechangia mafadhaiko, huku watoto wao wakishindwa hata kuendelea na masomo. Kuna uhusiano, koti ziwe na uwazi. Sisi tulienda kotini kutafuta haki, because tulitembea kule nje, mahali tu penye tungelipata haki ni mahakamani. Kama mahakama inatumika kutunyanyasa sisi, haki tutaipata wapi? Kwa hivyo tunaomba tu haki yetu ikaweze kutendeka, kwa sababu tumeteseka, watoto wetu hawajasoma, wengine wamefungiwa nyumba, wazee wengine hata wamekaa maisha ya uchochole, hawana maisha mazuri. Kwa hizo pesa lawyer achatueleza amepewa ngapi, simebaki ngapi. Tunashangaa vile jaji anasema pesa zetu siende Eldoret, na ni mtu mwenye tulifuta, si lawyer wetu. Kutoka Januari tulimfuta Januari, na pesa sina jaji na rule siende pesa yetu iende Eldoret mwezi wa 5. Mtu amekaa nje miezi 3-5 mmemfuta tena. Jaji huyo Murini anamrutisha kwa pesa zetu. Kwa vipi? Tunashangaa. Na ni jaji amehitimu sheria. Ulitoa mtu, yeye ndiye alimtoa. Tena yeye ndiye anaamua pesa yetu iende Eldoret.